vifungo vya ukoo. Ikiwa una zohali ama Saturn in the 6th house, yani zohali katika nyumba ya 6, zohali katika nyumba ya mashuke, vifungo ambavyo vitakuwepo ni vifungo kutokana na afya yako, kazi yako, maadui ambao hawajulikani ama hawatambuliki, service kwa wengine, na discipline ya maisha yako. Changamoto utakazo kuwa nazo ni cha kwanza ni magonjwa yasiyoeleweka ama yasiyokuwa na tiba. Unakuwa wewe ni mtu ambaye unapata tu magonjwa. Unaenda hospitalini unakwambia wewe uko sawa, unapata mbona sielewi. Na tiba ya haya magonjwa yako itatokana na lifestyle yako. Either itakuchukua wewe kurejea vijijini kule kukaa katika hayo maisha, ama utakuwa umetengeneza lifestyle fulani, uwe na discipline katika maisha ndio upate kupona. Either unatoa kusaidia watu ndio unapata uponyaji wako unakuwa, ama unakuwa na mikakati katika maisha, unaweka routines zako sawa ndio unapata ugonjwa wako huo yani hauji, yani haukutatizi, vitu kama hivyo. Kitu kingine unaweza jikuta una maadui usiowajua na unaowajua, wengine wa karibu sana na wewe na huelewi tatizo linaloleta uadui ni nini. Kisha unaweza jikuta kwenye mikopo au madeni ambayo yanachangia kupelekwa jela au kila wakati mambo na kotini, au ukawa na uoga wa kuchukua maamuzi kwa jambo lolote kwa haraka. So wewe unaweza jikuta una hidden enemies. Yani wewe unafanya tu kitu unapata, jamani mimi hata mbona unanirushia ucha, mbona unanifanya, yani huelewi mbona watu wanakutatiza. Huelewi mbona vitu kwako vinakuja vikitatizika, yani vitu chochote unachoguza kinakuwa na matatizo. Maadui hata mwingine hata umjui umtambui tayari uko na maadui, hidden enemies. Alafu unakuta wewe ni kila wakati ni mambo na kotini, mambo na kesi za ninio, kesi sijui umefanya hivi, mambo na kukopa, mambo na madeni yatakuwa sana kwako. Haya, kingine unaweza kuwa na pressure ya kazi. Yani unajikuta unachukua wajibu ama responsibility ya vitu vingi ambavyo usipovitimiza unaona hauko sawa, na hivyo kukupelekea kuhisi kama unabanwa maishani, you are draining your energy. Unakuta una take a lot of responsibility na hizo responsibility unapata tatiza kwa sababu hujamaliza hii, unapata you are workaholic, vitu kama hizo. Pia waweza jikuta wewe unasaidia tu watu lakini hakuna ambaye anakusaidia, na ukiacha kusaidia unahisi vikwamo. Yani wewe ni service to others, kila wakati ni kujitoa kwa watu, vitu kama hivyo. Haya, jinsi ya kuweza kufungua vifungo hivi: kwanza, kuwa na discipline na ujifundishe kujenga routine ambayo utakuwa unafuata kila wakati ili kukusaidia kukuza afya yako bila kutatizika. Kingine, jaribu kuface matatizo yako direct badala ya kuanyamazia. Kingine, jaribu kusaidia watu kwa wema bila kuhitaji malipo, maana inakusaidia kuepesisha vifungo. Jaribu kuheshimu watu wazee au walioenda kiumri na usaidie maskini. Sasa kitu ambacho kitakusaidia wakati uko na zohali katika nyumba ya 6 ni kujifunza kutoa charity kwa watu. Jaribu kusaidia watu ambao hawajiwezi, jaribu na usiwe unasaidia na moyo huo wa kisasi, utafungika tu. Jaribu kusaidia, kutoa bila kujali, yani ni kama nitaregeshewa kama sitalipwa. Huwa inasaidia kutoa hizo vifungo ambavyo viko katika jamii wakati zohali yako katika nyumba ya mashuke ama nyumba ya 6.